Na asante Gloria Milimo kwa taarifa hiyo. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mojawapo ya nguzo kuu za dini ya Kiislamu. Msimu wa kipekee wa ibada, toba na kujitathmini. Ni mwezi ambao husubiriwa kwa hamu na mamilioni ya Waislamu kote ulimwenguni. Hata hivyo, zipo sababu maalum ambazo zinaweza kumruhusu Muislamu kutofunga kulingana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhan pia umegawanywa katika awamu 3, kila awamu ikiwa na umuhimu wake wa kiroho. Mwanahabari wetu Hamza Yusuf alizungumza na wasomi wa dini kufafanua kwa kina umuhimu wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ramadhan ni mwezi muhimu katika kalenda ya Kiislamu. Kabla ya kuandama kwake, mataifa mbalimbali hujitayarisha kwa hamu. Nchini Saudia ambako inayohifadhi miji mitakatifu ya Kiislamu, Mecca na Medina, mamlaka hutumia teknolojia maalum kudhibitisha kuonekana kwa mwezi ili kuashiria mwanzo wa mfungo. Wasomi wa dini wanasema mwezi huu si muhimu kwa wanadamu pekee, bali una hadhi ya kipekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Ramadhani ni mwezi ambao kwamba inasimama kando na miezi mingine. Hussein Mohamed, msomi wa dini na imamu wa misikiti wa Pangani, anaeleza kuwa ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu ametaja Ramadhani kama mwezi wake, mwezi wa rehema na maghfira, yani mwezi wa kusamehe. Katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema as-sawmu li wa ana ajzi bih, kwamba saumu ni yangu na mimi ndio nitakayoilipa. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu specifically kuchukua saumu akasema ni yangu? Kwa sababu saumu, wanazuoni wanasema kwamba ndio ibada pekee yake ambayo kwamba haina riya ndani, haina kujionesha ndani yake. Kwa Muislamu, ibada ya saumu huanza kufundishwa tangu umri mdogo. Hapa tunampata Yusuf Mahsin mwenye umri wa miaka 9 akiwa amejiunga na Waislamu wenzake kutimiza nguzo hii muhimu ya dini. This is your first Ramadan? No, this is my third Ramadan. How do you feel? Very good. How's kinja? What do you want to tell kids out there? That they should stop fasting. Just because if they didn't wake up for suhoor doesn't mean that they don't fast. Anasema anaelewa umuhimu wa Ramadhani na kuwa kufungo humfundisha subra na kumkaribia Mwenyezi Mungu. I feel more excited and I feel like I have a purpose. What is the purpose? To fast. Kando yake Banati Sultana Mahsan, dada yake Yusuf, ambaye anaamini kuwa mwezi huu ni wakati wa kurekebisha nafsi na kurudi kwa Mola. Fasting. Why do you think Ramadan is important to you? Because of it's the time where like the jinns are locked up so that you could, it's not shaitan whispering in your ear, it's you, like you and yourself doing these, like if you do something bad, it's not shaitan, it's you. Kwake, kuhisi njaa si mateso bali ukumbusho wa kuwajali wasiojiweza. Just do your best. Even if you don't fast, it's fine. At least you tried. Mwezi huu ni mwezi mtukufu. Mohamed Bawazir anasema mafunzo haya kwa watoto yanarejesha nidhamu. Kwa umri wa miaka 7 kawaida tunafundishwa, tunaanza na kuswali kwanza. Sasa hapo tunajibidisha, tunafunga nusu siku, tunaanza siku moja tunawacha. So ikifika miaka 10, 13 tunakuwa sasa tunafunga mwezi mzima. Kwa ile unafundishwa kuanzia ukiwa mdogo bado. Kwa mujibu wake, huu si mwezi wa mzaha, bali ni mwezi wa kujifunza na kuadabishwa ipasavyo. Sana mwezi huu ni mwezi wa ibada. Unamnyenyekea sana Mola wako, kwa sababu mpa kawaida siku zote ni Mola Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabisa. Mwezi huu wa Ramadhani unaongozwa na kanuni na utaratibu maalum, kuanzia nia ya saumu, kuswali tarawe, kutoa sadaka hadi kuhitimisha kwa zakatul fitri. Siku 30 ya mfungu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani si tu mwezi wa kawaida katika kalenda ya dini ya Kiislamu. Pia mtazamaji, kuna awamu 10 ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ni kwamba 10 la kwanza yahesabika ni 10 ya rahma, unapata rahma za Mwenyezi Mungu. 10 ya pili ni 10 ya maghfira, ni kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na hili ni jambo kubwa sana ambalo kama wanadamu wanataka. 10 la mwisho Mwenyezi Mungu ana exercise powers yake kwa kuweza kutoa idadi kubwa ambayo kwamba walikuwa wamehukumiwa kuingia motoni
lakini Mwenyezi Mungu anawatoa itqa raqabati minan nar, anawatoa motoni na kuwaingiza peponi bila hisabu yoyote wala bila kujali wala accountability ya aina yoyote. Yani kama kujionyesha kwamba mimi ndio Mungu, naweza kufanya lolote na naweza kufanya chochote. Lakini Sheikh Mohamed anaonya kuwa ni hasara kubwa kwa mwenye afya njema kupuuza fursa ya Ramadhani. Mwenye ambaye kwamba Ramadhani itamuingilia na itoke na asisamehewe madhambi yake, huyo amekaa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Aidha, nguzo ya SUPKEM na Waislamu kwa jumla wameipongeza Kenya kwa kuheshimu mwezi wa Ramadhani, hususan kwa matukio ya kitaifa kama hafla za iftar zinazoandaliwa hata katika ngazi ya juu serikalini, ishara ya mshikamano na kuthamini uhuru wa kuabudu. Kwamba kwa kuheshimu na kutambua mwezi wa Ramadhani, kwa ufupi ni automatically wameheshimu Waislamu. Baada ya kukamilika kwa siku 30 ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanakumbushwa kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal ambazo huongeza malipo ya saumu kana kwamba mtu amefunga mwaka mzima. Kwa niaba ya runinga ya KTN tunawatakia Waislamu wote Ramadhan Mubarak. Hamza Yusuf, KTN leo. Naam, bila shaka na vile vile naomba Mwenyezi Mungu ajalie Waislamu wenzangu wote